أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. Tafsiri yake inasema, na wakasema mtume gani huyu anayekula chakula na anatembea masokoni, mbona hakuteremshiwa malaika awe mwenyeji pamoja naye, au ateremshiwe hazina, au iwe kwake bustani ale katika hiyo? Na wadhalimu wakasema, nyinyi hamfuati ila mtu aliyerogwa. Tazama jinsi wanavyokupigia mfano, basi wamepotea wala hawataweza kushika njia. Na moja kwa moja nimkaribishe mwalimu Abdullah Khamis Banda. Karibu mwalimu. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد المصطفى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كما alivyokwisha wakilisha hapa mtangazaji Maalim Ali Saleh kwamba mada yetu leo itahusu sana imani za nguvu za giza katika Islam. Dhana hii ni dhana maarufu sana katika miongoni mwa Waislamu wengi. Bahati mbaya iliyoje kwamba kundi kubwa la Waislamu wamekuwa ni waumini wazuri sana wa nguvu za giza, kiasi hiki ya kwamba imefikia hata wanauhusisha Uislamu wenyewe na nguvu za giza, na kwamba hata wanafikia kuhalalisha jambo hilo, kwamba Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia tujilinde, na wanatoa hadithi mbalimbali za mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ile inayosema mfunge ngamia wako kisha utawakkali. Kwa hiyo usitegemee tu Mungu, basi lazima uwe na hirizi, uwe na hiki na kile, ndio mambo yanaweza kwenda. Lakini hii ni bahati mbaya kubwa, na mambo haya yameingizwa katika Islam na watu ambao bila shaka hawakuwa Waislamu. Na aya ambayo ustadhi ameisoma hapa inatoa dokezo juu ya vipi au wapi itikadi hizi za nguvu za giza, yaani uchawi, zilipatikana. Inasema aya hii kwamba wale wanaoamini uchawi ni wale ambao hawaamini juu ya mambo ya kawaida yaliyomo katika maumbile ya Allah ambayo Allah ameyaumba. Na ndio maana aya inasema kwamba wale walisema, waqalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mtume gani huyu anakula chakula, anapita pita masokoni, yani kwamba wao kwao mtume labda ni kitu tofauti, si binadamu, lazima awe na mambo ya maajabu. Kwa hiyo kuona kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatangaza ya kwamba yeye ni Rasulullah, halafu mtume wenyewe huyu anapita pita masokoni, ananunua hiki na kile, tende, ananunua nyama, ananunua ngano na kwenda kupika na kula na wake zake, basi kwao huyu haiwezekani kwa nabii. Wanasema laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira, kwamba kwa nini asiteremshiwe malaika waone pamoja naye. Haya ni mambo ambayo hajawahi kutokea kwa nabii yoyote. Historia nzima za manabii tangu nabii Adam alayhi salatu wassalam mpaka hata nabii Allah Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, hakuna nabii ambaye alipita masokoni na malaika au alihubiri huko ameambatana na malaika. Lakini wao wanalitaka hili lifanyike kwa mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au wanasema au yulqa ilaihi kanzun,
au ateremshiwe hazina, au takunu lahu janna, au apewe bustani, yakulu minha, awe anakula tu kwenye hiyo bustani. Waqala dhalimuna, basi wadhalimu wakasema, in tattabi'una illa rajulan mastura, basi wakasema wale waliokufu wadhalimu, nini waislamu wamemfuati ila mnafuata mtu aliyeroga. Hapa wanamaanisha nini? Kwamba wao wanaamini juu ya nguvu za kurogwa, na kwamba aliyokuwa akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na imani zao, kwamba anadai tu yeye ni nabii, halafu hafanyi au hapati vile vitu ambavyo wanaviamini wao. Kwa ujumla washirikina wana vitu vingi. Wadhalimu walioitwa hapa kwa mujibu wa tafsiri za maulama mbalimbali wanasema wakala dhalimuna, hapa maana yake ni wale wadhalimu waliotajwa hapa ni mushrikun, ndio wameitwa wadhalimu katika aya hii. Katika sura ya Bani Israel utaona kuna masharti mlolongo wanayompa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tarka ila samai, na hatutakuamini kwa kupanda kwako isipokuwa hata antunazilu ilaina kitaban naqra'ahu, au tuteremshie kitabu tukisome. Wale metoa mlolongo, lakini baadaye Allah anawaambia qul hal kuntu illa basharan rasula, waambie mimi siye ila ni mtu tu, mtume. Kwa hivyo kwa yale madai walioyaweka pale, kwa binadamu wa kawaida ambaye ni nabii hayawezekani. Hawezi kupaa mbinguni, hawezi kuleta kitabu kutoka huko, hawezi kuwa na malaika watende nao, na mambo kadha wa kadha walio yadai. Kwa hivi madai ya kuamini mtu fulani karogwa sio madai ya Waislamu. Yaani hata wewe Muislamu ukauguliwa au ukafiwa au ukapata madhara yoyote katika shughuli zako za kila siku, ukiamini ya kwamba kuna mkono wa mtu, ujue umeacha Uislamu wako, wewe si Muislamu tena, kwa sababu hizi si imani za Waislamu. Lakini bahati mbaya iliyoje kwamba watu, tena hasa baadhi yao ni miongoni mwa Waislamu, tena wengine wasomi kabisa, wameishinikiza imani hii kwa Waislamu na wakaitafutia vigezo mbalimbali, na hata kubuni baadhi ya riwaya wakazichukua na kuziwekea maelezo ya kwamba zinaonyesha mtume alirogwa, na hata ikafikia wakati kwamba eti mtu asipoamini kwamba uchawi upo basi huyu ameacha Uislamu. Yaani wameongeza nguzo nyingine katika dini. Badala ya nguzo 5 za imani, nguzo 6 za imani za kuamini juu ya kuwepo kwa Allah, kuamini juu ya kuwepo kwa vitabu malaika wake, kuamini juu ya kuwepo kwa vitabu vyake, kuamini juu ya kuwepo kwa manabii, kuamini juu ya uwepo wa kudra ya Allah, na kuamini juu ya uwepo wa siku ya mwisho, wao wameongeza nguzo ya 7 ya imani, nayo ni kuamini uchawi. Na mtu ukisema bwana hapana mimi siamini uchawi, unaambia wewe sio Muislamu. Kwa hiyo tumeona tuweke kipindi hiki ili kuwazindua watu ambao wana moyo mwema na wanaotaka kuelewa mafundisho haya matukufu, ili waweze kufaidika na kumtegemea Mola wao. Bila shaka watafaidika katika hili. Nieleweke ya kwamba imani juu ya uchawi ni mbinu ambayo ilitumika na washirikina tangu kale kutawala watu wanaowazunguka. Zamani watu walitawalana kwa kutumia nguvu. Kwa mfano, historia inaonyesha wazi kwamba wale walioitwa Angry Horders, jeshi ya watu wenye nguvu, kundi la watu wenye nguvu kutoka pengine katika milima, katika majangwa fulani, walizivamia peaceful lands, nchi zenye amani kabisa, na kuzitawala kwa mabavu. Kwa hivi hapa ukaundika aina fulani ya utawala wa kale sana unaitwa feudalism. Hata ukisoma historia inakueleza juu ya watu waliotoka kutoka kwenye utopian wakaenda kwenye feudalism. Feudalism ni utawala wa kimwinyi, na mamwinyi hawa walimiliki watu wenye maguvu, wakawashinda watu wenzao, na basi wakaendelea kuwatawala.
Lakini baadaye ilionekana ya kwamba nguvu kila mtu anazo. Kwa hiyo watu wengine walijitengenezea makundi mengine, basi mapigano yakaendelea yakawa hapa na pale. Sasa baadaye hawa watawala wakabuni mbinu mpya ya kuwatawala watu, kwamba kwa nguvu tu si mtu anaweza akafanya mazoezi na yeye akawa na nguvu. Basi walitengeneza kitu kingine, kwamba bwana huyu ukimletea mchezo atakuroga, ana uwezo mkubwa sana. Na hapa ndipo pakaanza kutengenezwa dhana mbalimbali za imani za uchawi. Bahati mbaya imani hii ilianza kale sana, pengine tangu hata kabla ya wakati wa Babiloni. Imani hizi zilikuwepo, watu walizitumia kutawala watu wengine. Kwa maana hii basi watu waliogopa watu waliowatawala, ambao waliaminishwa kwamba wana nguvu za kichawi, wana nguvu za giza. Kwa hiyo ukiwaletea mchezo watakudhuru. Kwa hiyo mtu hata kama alikuwa na maguvu yake ya kimwili, kwa ujanja huu alianza kuogopa. Uchawi hauna nguvu yoyote na wala si kitu halisi kilichopo. Kwa hivi hizi ni itikadi zilizojengwa tu, kwamba unatengeneza jambo fulani halafu unawatishia watu, kama vile masanamu. Masanamu yaliyochongwa yanapewa majina, Uza, Lata, Manata na kadhalika. Yanapewa majina lakini hayana nguvu yoyote, na watu kwa ujinga wao wanakwenda kuyaomba yale masanamu, na pengine anaweza kufanikiwa mtu kwa jitihada zake nyingine akahusisha yale masanamu kwamba yamemsaidia. Na hii ilikuwepo zama za kabla ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipowaambia watu haya masanamu hayana chochote haya, walimuona na kufuru, anaongea vitu vya ajabu kabisa. Naam, kukatishi mwalimu, bali na ongezea tu, pengine naongezea lazima, ingawa inaweza kuwa nje tunachozungumzia, lakini kinaongezea. Unaona kwamba shehe alitueleza mmoja kwamba mabaniani kwa kawaida na wao wanakuwa naabudu hiyo bila shaka ni masanamu. Sasa anasema siku moja ukawa na mtu akawa amelikojelea lile sanamu. Kwa hivyo kwa amelikojelea, sasa kukawa na fujo mule ndani. Kwa hiyo wale wanaoamini lile sanamu wakasema, wewe na sisi alichokifanya watu, na mpaka Mungu wetu amekasirika, anatoka jasho. Kwa hiyo kile ambacho kinasibisha mtu kwa kama ulivyosema, anachokinasibisha mtu kwa sababu ya pengine dhana yake tu, lakini kimetokea visivyokuwa na uhalisi wenyewe. Yani nilichokuelewa ni kwamba mtu anajengea baada ya kuona hoja ile ya imevunjwa, watu wamekojolea sanamu. Sasa ule mkojo uliolowesha lile sanamu, yeye anasema jasho. Mungu anataka jasho kwa sababu alichokifanya. Sasa hii ndio ujinga uliobobea. Ya maana yake hakuna wajinga wakubwa kama washirikina. Kwa hiyo hii ni itikadi ya washirikina, kwamba wanaamini vitu ambavyo havina uhai vinaweza kufanya jambo. Na huku ndiko kulikoanzia itikadi za kichawi, kwamba kuna vitu ambavyo havina kazi, havina uhai kabisa. Hirizi tu imechorwa, imetiwa masizi na nywele za kwapa, imefungwa, eti anapewa mtu anaiweka kwa pani eti itamsaidia. Haiwezi hata kujisaidia yenyewe. Kuna mtukufu inapozungumza juu ya watu wanaowaomba watu ambao hawaumbi chochote, inaonyesha itikadi hii inatokana na watu hao. Kwa mfano katika sura nadhani suratul Furqan, aya za mwanzo zile zinaelezea dhana hii, pale ambapo Mwenyezi Mungu anasema watakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nushura, kwamba wale wanaoshika badala yake kuwa miungu ambao hawaumbi chochote na hali wao wanaumbwa, wala hawajimiliki dhara wala nufaa, wala hawamiliki mauti, wala hayata wala nushura, wala uhai wala ufufuo. Hapa inaonekana wazi kabisa ya kwamba vitu vinavyotajwa hapa havina uhai, haviumbi chochote,
havijimiliki dharara yake wala, yani haviwezi kujisaidia, maana ni mawe. Maana afadhali hata mbuzi au ng'ombe akisituliwa anaweza kujisaidia kwa kukimbia, kwa kujificha, hata pengine kupambana mpaka akishindwa ndio anaweza kuchinjwa au kuliwa, lakini ambalo haliwezi kujisaidia kwa chochote, hii maana yake ni mawe. Sasa hapa ndio kunatoka itikadi hizi za kishirikina, itikadi za kuamini vitu ambavyo havina uhai, vitu ambavyo havina nguvu yoyote, vinaweza kuwa na athari juu ya maisha ya mtu fulani, na ikashinikizwa hiyo imani miongoni mwa Waislamu na watu wakaiamini. Na si katika Uislamu, dini mbalimbali zilianza kama dini zenye tauhidi juu ya Allah, lakini baadaye wajanja fulani walipenya wakapenyeza itikadi isiyokuwa ya kidini ili waweze kuwatawala watu. Kwa hiyo leo hii tunao watu mitaani wanawatawala watu kwa kuwaaminisha uchawi tu. Fulani mchawi bwana, basi watu wanamuogopa. Hii ni moja. Lakini pia nakumbuka mimi zamani nikiwa kijana mdogo, tulikuwa wakati huo tunaishi maeneo ya Kagera kule wale Magomeni Kagera. Sasa tulikuwa na timu zetu za mpira. Sisi tulikuwa na timu moja inaitwa Jamaica wakati huo, unajua vijana, na ile Jamaica ilikuwa ni miongoni mwa timu ndogo ya timu moja ya pale ilikuwa ikiitwa Black City. Sasa hii timu tukawa tunaenda kucheza mechi za watoto wakati ule, za vijana. Kuna wakati fulani tulikwenda kucheza mechi sehemu moja katika shule ya msingi ya Magomeni Kote, inaitwa Magomeni shule ya msingi. Tulicheza na timu moja kutoka Magomeni Kondoa. Sasa wakati tunacheza, golikipa wetu alikuwa kijana mmoja anaitwa Hamisi Abdallah. Tulikuwa tunamuita Hamisi Kindunyu kwa maana alikuwa na kitovu kikubwa kidogo. Ila alikuwa golikipa mahiri sana, fundi ya mpira. Sasa golini akaangalia akakuta kuna hirizi imemwagwa na unga fulani. Watetemeka pale timu nzima. Hii hapa bwana ametuoga hapa. Sasa nikamwambia hii kitambaa tu. Sasa unajua bahati nzuri sisi mzee wetu ingawa hakuwahi kujiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, lakini alikuwa si mtu mwenye kuamini ushirikina hata kidogo. Kwa hiyo sisi tangu tuko wadogo, mama wakati fulani akienda kwao huko kwa wazee wake wanafanya jungu na nini, wanatufunga ile madude, tunagombana, tukifika mzee anasema kata hiyo, tupulia mbali. Niambia baba, hii tumeambiwa eti shetani ndio atapata. Shetani atatoka na nauli kutoka Rufiji hadi Dar es Salaam? Hawezi kuwa na nauli. Shetani atapata wapi nauli? Sasa baadaye nilimuuliza, nilipokuwa kidogo ninakuwa mkubwa, nikamuuliza mzee, hii hoja ulizipata wapi? Asema unajua mimi zamani kutoka Rufiji huko mwaka 1939 na baba yangu mzazi tukaenda Zanzibar. Sasa kule Rufiji mimi walinifunga hiyo mahirizi hayo. Nilipofika Zanzibar, wakati ule Zanzibar ni nchi iliyoendelea na mashehe na alikuwa anapelekwa kusoma madrasa. Sasa na baba yake alikuwa amepofuka macho, kwa hiyo alikuwa anakwenda kutafuta tiba katika hospitali za Zanzibar. Miaka hiyo ya 40 30 ngapi, huko ndo kulikuwa nchi zote wanaenda, kama vile leo hii tunakwenda Nairobi wapi, basi ilikuwa wanaenda Zanzibar. Kwa hiyo alipofika baba yake, aliposhuka kwenye jahazi akamwambia hiyo kata hizo tupa. Sasa baba akamuuliza baba yake, baba hivi sasa yule shetani tumefungwa ili shetani asinipate? Akaambiwa shetani hawezi kuvuka bahari, na kama akitaka kuvuka inabidi apande jahazi, nauli hana, shetani hafanyi kazi. Sasa mzee anasema ile hoja ndio ilimuingia vizuri. Kwa hiyo mimi nilipokuwa naogopa ile, naambia baba, hii kule Rufiji wamenifunga eti balani. Mimi nilikuwa sitaki, kwa sababu mjini nikienda kucheza mpira hii hirizi wanakupa jina, ile ya mkononi wanaita saa, ile hapa kifuani wanaita radio cassette. Ndio una radio cassette bwana. Sasa tukabidi tu akaniambia kata, alinipa nguvu sana. Kuna kumbe upuuzi mtoto nikakata nikatupa. Kwa hiyo hatakuwa na hizo itikadi. Sasa hizi ni itikadi ambazo watu wanapewa. Na mimi nilikuwa nakata, na kuna wakati fulani tulikwenda mara nyingine nikawa sasa na hizo itikadi zimeshaniingia vizuri, niko shuleni karibu darasa la 6 au la 7, la 6 ile ilikuwa. Wakawa wanataka kunifunga, nikagoma kabisa, nikasema hapa akisogea mtu wake ama lao. Mwisho yule mganga akasema basi huyu msimfunge, hii hirizi utaenda kufunga kwenye kitanda chake, halafu hapa wakachola unga hivyo ule usende wakachola tayari. Nikaona huko kumbe usanii tu amna lolote na hakuna madhara yote niliyopata. Kwa hiyo watu wanaogopeshwa, mtu akiambiwa vile anaogopa kweli, na kwa hivyo anaamua kuamini hayo mambo. Lakini pia inasemwa uchawi
mwingine ni kwa mfano ukisoma riwaya mbalimbali za kijasusi, kuna kitu wanatengeneza dots with antidote, kwamba kama gaidi fulani labda jambazi ana umahiri mkubwa, anakamatwa na group la magaidi fulani, alafu wanamwambia bwana, sikiliza wewe, sisi tunataka ukaide kwenye benki fulani au kalete documents fulani kwa sababu yule mtu ni komando, ana uwezo huo. Sasa wanachofanya, wanampiga sindano ya sumu, halafu wanamwambia nenda kafanya hii kazi, antidote yake hii hapa. Yani hii sindano tunakuchoma ina sumu ambayo itakuua wewe baada labda ya siku 21. Sasa tunakupa wiki 2 katufanyie hii kazi, ukituletea tunakupiga sindano ya kuzimia. Kwa hiyo maana yake nini? Unatengeneza sumu, halafu unatengeneza dawa yake, halafu unadhuru watu, halafu unasema mimi, yani kama namna fulani ya kutafuta ufalme. Sasa hawa ni mascientist walioendelea. Sasa katika watu washirikina, wao wanatengeneza sumu ya imani, ya itikadi, kwamba mtu wanatengenezea itikadi. Na inshallah, kwa sababu somo hili pengine halitaisha leo, tutaendelea kulijadili siku baada ya siku, tutaona mbinu mbalimbali, kwa sababu tumesoma vitabu vingi, The Rebirth of Magic, The Magicians, ni vitabu vya kichawi, Tasfiru Shayatin, As-Sihru Al-Ajib, ni vitabu vya wachawi vimeandikwa na Waarabu, Wazungu, vinaelekeza mambo ya uchawi na elimu yake na waumini wa uchawi. Kwa hiyo tunaangalia kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu haya mambo yananifikia. Lakini lililo bahati mbaya zaidi, watu waliopelekea waliochukua imani ya kichawi kwa sehemu yao ya nguzo zao za imani, basi walizusha mambo mengi kupitia Qur'an tukufu. Wanadai kwamba eti lazima, na wanasaiti aya mbalimbali za Qur'an, wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr, na wala hakukufuru Sulaiman isipokuwa mashetani ndio waliokufuru wakiwafundisha watu uchawi. Inshallah tutapitia maeneo hayo yote. Lakini jambo linalokera na kusikitisha zaidi ni kwamba watu wamefikia mahala pa kuzusha uvumi kwamba eti hata mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam eti alipata kuroga. Na wanakuambia kabisa, bwana uchawi upo, hata mtume alirogwa, ili mradi tu ampate mtu wa kumsomea ikhlasi na kumdanganya kwa kuandikia makombe na hirizi, ili kwamba yule mtu apate kumpa chochote. Jamani, hii si sehemu ya imani ya Islam. Tutaangalia juu ya baadhi hizi aya zinazoenea. Riwaya yenyewe inayochukuliwa hasa inaeleza kwamba baada ya mkataba wa sulhu ya Hudaibia, Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alirogwa na mtu aitwaye Labid bin al-A'sam ambaye alikuwa ni Yahudi, kwamba huyu alimroga mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inadaiwa ya kwamba mtu huyu aliweka uchawi wake katika kitana au kitu fulani cha kusafishia nywele, cha kutania nywele. Kitu hicho akakiweka kisimani. Kisima hicho kilichokuwa kikitumiwa na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya zinadai kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliathiriwa na uchawi huo na akabaki akiugua kwa siku kadhaa, na kwamba miongoni mwa maradhi yaliyomsibu Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kusahau sana. Alikuwa na usahaulifu mkubwa, alikuwa katika hali ya simanzi na hali ya wasiwasi. Kwa mujibu wa riwaya hizo ni kwamba ilifikia hadi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisahau kwamba amekutana na wake zake au la. Inasema kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam alikithirisha sana maombi juu ya mashaka hayo hadi pale Allah alipomfahamisha kwa njia ya ruya kwamba hapa alikuwa amerogwa. Maelezo haya yanapatikana kwenye vitabu fulani kama vile Tabaqatul Kubra cha Ibn Saadi juzu ya 2 kurasa wa 196 mpaka 190 katika chapa ya Beirut ya mwaka 1957. Pia yamo katika Sahihi al-Bukhari kitabu Tib babu sihr. Kwa vyote iwavyo, kukubaliana na riwaya hizi kama zilivyo au kwa jinsi zilivyoeleweka na wengi ni sawa na kuidhalilisha kabisa hadhi ya mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Daraja lake la kitakwa na ukaribu wake na Allah
na kiwango chake cha juu cha ukweli havitakuwa na maana yoyote iwapo eti ni kweli mpuuzi mmoja tu alifanikiwa kumchezea kwa ila za kichawi na kumuendesha kwa siku kadhaa. Baya zaidi ni kwamba ikiwa kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kurogwa, basi ile ahadi ya Mola wake ya kumlinda ambayo inaelezwa ndani ya Qur'an tukufu itathibitika ya kwamba si ya ukweli. Allah alimwahidi Mtume kumlinda alipomwambia wallahu ya'simuka na Mwenyezi Mungu atakulinda. Shetani naona kama nilikuwa na swali hapo juu ya umeeleza kwamba umetaja hapo vitabu ambavyo vinaeleza hiyo dhana, lakini kuna au niseme kwa kule nyumbani dhana hii bila shaka ni kubwa zaidi. Pengine hawajasoma hivyo vitabu au kama wamesoma wanasikia tu kama tunavyoelewa baadhi ya vitu vinakuwa ni ngumu. Ukimwambia huyu mimi nimesikia kwa nani, yule ambaye amesikia na yeye ukimwambia sana nimesikia kwa nani, kwa hiyo nimesikia kwa nani, mpaka zinakuwa agishi. Lakini madrasa hii wakati nipo madrasa nilimsikia ustadhi akisema kwa maana kwamba akiashiria au akikubali kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alirogwa na billahi mdhalika. Kwa hiyo akatoa ushahidi kwa kusema kwamba baada ya kurogwa akafundishwa zile sura 3, qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Inasema alisema ustadhi ya kwamba kila alipokuwa akisoma zile sura ilikuwa kuna kamba imefungwa mafundo. Kwa hiyo kila akisoma aya moja ikawa fundo moja linafunguka. Labda hii unaizungumziaje mwalimu? Kwa mujibu wa hadithi zinazotaja uchawi ni hizi nilizotaja hapa na vitabu ni hivyo, na hakuna habari hiyo. Yeye inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikithirisha maombi, na miongoni mwa maombi aliyokuwa anaomba hizo aya pia zimetajwa, lakini si kwamba hizo alifundishwa kwa sababu ya tukio hilo la uchawi, bali yeye mwenyewe alikuwa anaomba ili Mwenyezi Mungu amwepushe na shari za watu. Inshallah katika darasa hili huko mbele tutapitia zote hizo na tutajua kwa nini Mtume sema kuhuwallahu, kula a'udhu birabbil falaq na kula a'udhu birabbin nas na hikma yake ni nini inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Maida aya ya 68 anasema fikisha yale ambayo Allah amekuteremshia na kumueleza kwamba wala asihofu habari za watu. Allahu akamwambia kwamba Mwenyezi Mungu atakulinda kutokana na watu. Kama itakuwa jambo hili, ahadi hii imetolewa na Allah, halafu inatokea ya kwamba mchawi mpuuzi anafanikiwa kumchezea mtume wetu kwa siku kadhaa, ahadi hii ya Mungu itakuwa haikutimia, na Allah anasema Mwenyezi Mungu la yukhlifu al-mi'ad. Kwa hiyo ukiamini hivi, kwanza ushakataa kuamini Qur'ani, ushaikufurisha Qur'ani yenyewe. Unaona bwana? Hapa tuna kitu kimoja tunasema ili watu waelewe katika hili. Hatumaanishi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuumwa. Hapana, yeye ni binadamu na anaweza kuumwa, na mara nyingi ameumwa na amefanya tiba za ugonjwa. Na mwenyewe alisema kwamba likulli da'i dawa'un illa mauta. Kila ugonjwa unayo dawa yake, isipokuwa mauti tu ndio hauna dawa. Kwa hiyo kuumwa wanaumwa, mitume wote ni binadamu kama tulivyo sisi, wanakula, wanakunywa, wanalala, wanaamka, wanaugua na kufariki. Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa awaambie watu, inna ma ana basharun mithlukum, bila shaka mimi ni binadamu kama ninyi. Sura ya 18 suratul Kahf aya ya mwisho kabisa 111. Kwa hivyo hatukanushi kwa nabii kupatwa na madhara, mashaka na maradhi yaliyo sunna ya kimaumbile kwa kila mwanadamu, ila ambacho hatukubaliani ni mtume wa Allah aliyembora wa viumbe vyote, mwenye ahadi rasmi ya ulinzi wa Mola wake, adhurike kwa hila za ubabaishaji za kichawi. Hili jambo lilitokea na wala halikuwa kutokea. Uchawi ni uongo uliofurutu ada ambao hauwezi kumuathiri mkweli yeyote, achilia mbali nabii na mtume mtukufu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mkweli wa wakweli wote, ambaye ujio wake ulikuwa ni kubatilisha uongo wote, kiasi cha kuambiwa aseme ya kwamba waqul jaa al-haqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuka, sema ukweli umefika na uongo umetoweka, hakika uongo ndio wenye kutoweka. Hii ni aya ya Qur'ani, ni maneno ya Allah
yanayopatikana katika sura Bani Israil aya yake ya 82. Sasa labda tuangalie uchawi ni kitu gani, kwa sababu inawezekana mtu anasema huyu bwana haamini uchawi kwa sababu tu maana ya uchawi anayoieleza yeye kwamba bwana hilo halipo, yeye anaona huyu bwana haamini uchawi. Kumbe hata sisi wa Ahmadiyya tunaamini kwamba uchawi upo, lakini tunachoangalia, tunachotofautiana ni maana gani ya uchawi. Ndio maana si sehemu ya nguzo za imani, yani kitu ambacho si cha kweli katika uwapo wake kukiamini si sehemu ya imani ya Kiislamu. Sasa katika lugha ya Kiarabu neno sihir ni neno la Kiarabu, maana yake halisi ni uongo. Hiyo ndio maana halisi katika kamusi mbalimbali za lugha ya Kiarabu imeelezwa. Maana ya neno hili limefafanuliwa kwa mifano mingi ya matumizi ya lugha. Kwa mfano ukisoma kamusi mbalimbali za Kiarabu, al-Munjid fi al-lughati wal a'lam, aqrab al-mawalid, taj al-urus, ni miongoni mwa makamusi ambayo yamemahiri. Al-Maani ni miongoni mwa makamusi ambayo yamekuwa yakikubalika dunia nzima katika ufafanuzi wa maneno ya lugha ya Kiarabu. Sasa wanatumia mifano ifuatayo. Wanasema saharahu khada'ahu. Ukisema amemloga, maana yake amemhadaa. Sahara al-fidda, yani talaha bizahab, ameloga fedha, maana yake ameitia dhahabu. Hapa nieleze kitu kimoja. Na pia sahara dhahaba talaha bil-fidda, kuiloga fedha kwa kuitia dhahabu, maana yake unaweza ukachukua kitu cha fedha, madini ya fedha. Bahati nzuri anayezungumza hapa pia ni sonara mahiri kabisa. Hii kazi nimeifanya ya usonara zaidi ya miaka 25. Kwa hiyo ninazungumza kitu ambacho nina uzoefu nacho. Kuiroga fedha kwa kusemwa talaha bidhahab ni kuipandisha kwa dhahabu, na hii si fedha tu. Sasa hivi tunaweza kufanya hata shaba. Tunaita neno kuna lugha ya mtaani siku inaitwa boloka. Hii dhahabu umeuziwa boloka. Boloka maana yake ni kitu cha chuma au kiwe cha brass au kiwe cha shaba, kinapigwa kwa taaluma fulani ya kisonara, kinapakwa rangi ya dhahabu, na ukikiona ni kama dhahabu, na unaweza ukauziwa kama dhahabu na ukalipa fedha ya dhahabu, lakini kumbe umeuziwa fedha, umeuziwa shaba, umeuziwa brass. Na hii ipo mtaani, watu wale wanaoshughulika na mambo ya kuvaa dhahabu wanajua kwamba imerogwa. Ukiangalia macho hivi ni dhahabu kabisa. Lakini sasa sisi masonara tunavyo vipimo vyetu, ukienda ile itapigwa moto, itafikia kwenye mambo fulani fulani, basi itabatilika pale, itaonekana kwamba sio dhahabu. Na ndio maana hata tunapokuwa ofisini kule masonara, ukija kucheck kwamba hii ni dhahabu au si dhahabu, kuna bei yake kabla hujanunua. Basi unakwenda kwa sonara, bwana hebu niangalie hii ni dhahabu. Kwa hiyo kama macho yanatosha, kwa nini mwenyewe sijui? Kwa hiyo unapeleka kwa sonara, inawekwa kwenye mambo fulani ya kitaalamu, halafu inabainika ile kwamba hii bwana itakaswa. Hiyo ni sahara al-fidda. Lakini sahara dhahabu, kuiroga dhahabu, ni kwamba dhahabu inayo kiwango chake. Sasa dhahabu ina vipimo vyake. Kuna inaitwa 999, ndio dhahabu safi kabisa, yani 999, asilimia 99.9 iwe dhahabu. Hiyo ndio inaitwa pure gold, baada ya kusafishwa kuondolewa, kwa sababu dhahabu inapochimbwa pia inachanganyika na madini nyingine. Inaweza kuwa aidha kuna chuma ndani yake, ama kuna fedha ndani yake, ama kuna shaba ndani yake. Kwa hiyo unaifanyia refinery, unaiyayusha na unaichuja katika kwa kutumia kemikali za aina mbalimbali, basi inabaki dhahabu tu. Kiyayushwa ndio inakuwa 999 gold, ambayo ndio tunaita 24 karat, karati 24. Hii karati 24 inaweza kushushwa mpaka ikafika karati 10, na kwa mfano Waingereza wanatengeneza mpaka 9 karat gold, karati 9. Labda tutoe somo la usonara kidogo, ingawa si mahala pake, ili watu waelewe, kwa sababu tuko kwenye mada inayohusu mambo ya uchawi, na kwa kuwa imetajwa fani yangu hapa, basi tutumie nafasi hii ya kuwaelimisha watu, au sio? Sawa. Kwa hiyo karati 24 ya dhahabu
ukiweka madini nyingine, manake katika kila gramu 24 ya karat ya dhahabu 24 karat, unatakiwa kuongeza gramu 2 za madini nyingine, iwe fedha au shaba, na hairuhusiwi chuma, maana chuma ukiweka inaitwa futi, dhahabu inaharibika. Kwa hiyo unaweka fedha au shaba, hiyo unairudisha daraja, inakuwa karati 22. Karati 22 ndio hizi zinazovaliwa sana na watu wenye fedha. Kwa sababu karati 24 haitengenezeki kitu, inakuwa ni hazina kama vile za kibenki na kadhalika. Lakini za kwanza kuvaliwa ni karati 22. Ndio ile nasema hii upiwa kabisa, ambayo bei yake kwa sasa hivi tulipoachia sisi kazi hizi ilikuwa kwenye 78,000, lakini sasa hivi imefika kwenye 100,000 gramu moja. Unaona? Ukiongeza kwenye karati gramu 24 ya karati 24 ya dhahabu, ukiongeza gramu 3 katika kila gramu 21, katika kila gramu 24, hiyo inakuwa 21 karat, ni ya daraja la pili. Alafu kuna daraja la 3 inaitwa 18 karat, karati 18, ambayo maana yake kila gramu 24 unaongeza gramu 6. Na ya mwisho ni karati 9 ya dhahabu, ambayo kwa masonara tunaita English gold. Wengi wanadhani English gold ni dhahabu bandia. Hapana, English gold ni dhahabu kwa mujibu wa kiwango cha Kiingereza, yani dhahabu ambayo katika 24 gramu zake 24 wameongeza gramu 13 za madini nyingine. Kwa hiyo wameishusha daraja, imekuwa 9 karat gold. Mara nyingi wanatumia fedha kutengeneza hiyo. Na kwa hivi dhahabu unavaa, lakini haina faida sana. Maana hata ukienda kwenye maduka upate ni ya marembo ya mapambo tu, ili watu angalau wanyonge wavae. Kwa hiyo kuloga dhahabu maana yake ni kuchukua dhahabu pure gold ukaongeza madini nyingine kama shaba au silver, ukayayusha, rangi inaonekana ile ile, mtu asiyejua anaona ni dhahabu. Lakini ukiingiza kwenye vipimo, siku hizi kuna vipimo vya science, ina detect kwamba kuna vya kompyuta, kuna vingine wanaweka maji fulani na nini huko inasoma bwana dhahabu iliyotia ndani ni asilimia yake ni kadhaa. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna dhahabu kwa mfano inayotoka Geita, inayotoka sehemu fulani za Morogoro, inayotoka kule maeneo ya Makongorosi, Chunya. Hizo ndio zinaambiwa zina kiwango kikubwa sana cha gold ndani yake. Lakini kuna zile zinatoka kwa mfano Msumbiji huku, kuna sehemu inaitwa Daapolis huku, zile mpaka 60% zinabakia, yani mpaka 60% ya dhahabu, wakati hizi huku ni 80% na mpaka 97 na 8. Kwa hiyo kuiloga dhahabu ni kuipunguza thamani kwa kutia madini fulani ukayayusha, inaonekana yote ni dhahabu, lakini ukienda kwa sonara kupima unaambia dhahabu hii kiwango chake. Ndio maana nafikiri tunaelewa sasa maana ya kuroga ni nini. Kwa mujibu wa makamusi wametumia neno kwamba sahara al-fidda maana yake talaha bidhahab. Katika kamusi nyingine inaelezwa as-sihr, uchawi, ikhrajul batil fi surati al-haqq, kuweka uongo katika sura ya ukweli. As-sihr ma yaf'alu al-insanu min al-hiyar, uchawi ni kile ambacho lifanywalo na mwanadamu kwa hila, yani hila yoyote ambayo mtu anafanyiwa pia inaitwa uchawi. Kwa hiyo tutakuja huko mbele katika hadithi zetu tutaona kwamba uchawi watu wanaambia kuna uchawi, kumbe ni hila fulani ambazo mtu anazitengeneza tu, anawatia watu mashaka na mtu wakati mwingine anaumwa. Kamusi tulizotumia hapa ni kamusi ya Len Arabic English Dictionary, Al-Munjid fi lughati al-a'lam, fi lughati wal-a'lam na lisanul arab. Kimsingi uchawi ni fani ya hila za uongo ambao hauna nguvu yoyote juu ya mtumishi wa Allah. Kwa mujibu wa Qur'an tukufu, uchawi ni fani ambayo ilifundishwa na mashetani, na hili linapatikana katika sura ya 2 aya ya 103, ile niliyosoma habari ya Suleiman, ambaye mashetani ndio walijifundisha uchawi. Aya inasema wa ma kafara Suleiman, wala Suleiman hakukufuru
walakinna shayatina kafaru, isipokuwa mashetani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa sihr, wakawafundisha watu uchawi. Kwa mujibu wa aya hii, shetani ndiye aliyewafundisha watu uchawi, na kwa mujibu wa Qur'an tukufu shetani hana mamlaka kwa waja wa Allah waliohalisika. Kwa hali hii haiwezekani kazi na hila za shetani kumwathiri mja aliyehalisika zaidi mbinguni na ardhini, Hadhrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anapotuambia eti mtume alirogwa, tumuelewi kabisa katika jambo hili. Ndio maana dhana ya kuwa mtume alirogwa inapingwa na maulama wengi wakubwa wa Kiislamu. Achana na hao wataani wanaodanganya watu kwa sababu ya manufaa yao, lakini maulama wa kuheshimika kabisa, kwa mfano Allama Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema wa inda saharat inna sihruhum inma yatimu ta'thiruhu fi qulubi dhaifatu. Anasema mbele ya wachawi, uchawi wao unaweza kuleta taathira juu ya nyoyo zilizo dhaifu na munfaalati wa nufusu shahawatia, kwamba unaweza kuziathiri nafsi zenye ufisadi zinazofungamana na upuuzi huu wa kishaitani, na alati hiya muallaqati bisufliya, na jambo hili limeungana sana na watu wajinga na wapumbavu. Wa hadha ghaliban ma yu'saru fi an-nisa'i was-subyani wal-jihalu wa ahlul bawadi wa man dha'afa min ad-dini wat-tawakkuli wat-tawhid. Anasema hasa aghalabu huathiri wanawake, watoto, watu wajinga na wale wasiokuwa na imani thabiti katika dini, wasiotawakal wala kushika tauhidi. Haya maneno yanapatikana katika kitabu cha Zadul Maadi juzuu ya 5 ukurasa wa 386. Ulikuwa nilikuwa na swali hapo jinsi ya maelezo yako ulivyotoa, kwa maana kwamba umesema inaweza kuwadhuru wale ambao pengine hawana imani thabiti ya hawatawaka juu ya tauhidi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa maana kwamba kwa jinsi ilivyoongea, pengine kuna mtu anaweza akadhani kwa maana ya kwamba sawa umeeleza hivyo na mnasema kwamba uchawi huko, lakini mbona kama kwenye maelezo yako unakiri kuwepo kwa nafikiri tutafafanua sababu haya ni maelezo tunayoyahariri, sio ya kwetu sisi. Ni maelezo ya Ibn Qayyim al-Jawzi katika kitabu chake cha Zadul Maadi. Lakini pia mwanachuoni mwingine ni Muhammad Abdul Baqi Zurkani rahimahullah, na yeye alitoa fatwa kama hii alipokuwa akifafanua kauli ya Imam al-Azam Muhammad ibn Zakaria Fakhruddin Razi, akisema kuwa la yadhhiru ta'thiruhu illa ala al-fasiq, uchawi hauwezi kudhihirisha athari zake isipokuwa juu ya aliyefasik. Sharh ya Mawahibul Dunya juzuu ya 10 ukurasa wa 177. Hapa inamaanisha nini? Kinachoonyesha hapa ya kwamba dhana ya kurogwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtazamo ulio kinyume kabisa na mafundisho ya Islam na hauiungwi mkono na maulama wa Kiislamu. Hii ni kutokana na ukweli huu kwamba uchawi kwa mujibu wa hawa maulama ni amali ya kishetani ambao haiwezi kumwathiri mtu mwenye, kama pale alivyosema, mtu ambaye mwenye tauhidi, mtu ambaye si fasiki, ndio uchawi unaweza kumwathiri. Na hii maana yake ni kwamba moja kwa moja hauwezi kuathiri dhati ya mtu mwenye heshima, mbora wa manabii, mtumishi mwaminifu wa Allah ambaye Qur'ani imemtaja kuwa la ala khulqin adhim, mwenye hulka njema eti ya roho, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenye sifa za ukamilifu wa aina hii ndio tangazwa na kinywa cha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Alafu mchawi apate fursa ya kumchezea, sio tu haingia kilimo, bali pia inapingana na uwezo wa Allah ulio mkuu na usio mithilika. Sasa tunakuja kwenye ile dhana ya tunafikiri muda unakwenda,
tunakuja kwenye ile dhana unasema swali hili. Hawa wanachosema ni kwamba uchawi hauwezi kumwathiri mwenye tauhidi. Kwa nini? Uchawi madhara yake yanatokana sana na imani, kwa sababu sio kitu cha kweli. Kwa sababu mtu hata kiwa mwenye tauhidi akipigwa panga atakufa. Mawali wangapi wameuawa? Si kitu ambacho kinafanya kazi, ni kitu kinachotegemea zaidi imani. Sasa kama huna imani juu ya Mungu, unaamini vile vitu, unaanza kuathirika. Imam Abu Ali ibn Sina, mtaalamu wa tiba, huyu Sheikh Rais katika upande wa utabibu, yeye anasema 60% ya magonjwa wanayoumwa wanadamu yanatokana na imani zao potofu. Yaani si kwamba kweli amedhurika mtu. Mzee Nambinyika nafikiri atatupa hadithi moja hapa, aliwahi kusimulia waliwekewa unga nyumbani kwao, alafu mtu akaumwa. Hakukuwa na chochote, lakini imani. Ndio maana wale wamesema inma yalqa ta'thiruhu ila fi qulubi dhaifa. Taathiri ya uchawi inaweza kuingia watu wenye nyoyo dhaifu, imani zao sio sawa sawa. Nafikiri Mzee Nambinyika, hebu tueleze kwanza, kumueleza kabla hatujaenda kwa Mzee Nambinyika. Mpendwa msikilizaji, kama ulivyomsikia mwalimu Abdul Khamis Baga juu ya maelezo yake hayo, akithibitisha, akitoa hoja mbalimbali na wanaulama wakubwa wanaoaminika na makamusi mbalimbali juu ya neno uchawi, ambalo bila shaka tumekosa uelewa, au niseme ndio ile msamiati neno Kiswahili, lugha yetu ya Kiswahili imekosa msamiati wa kulitafsiri neno hili sihir, yani kwa maana kwamba tumetumia uchawi. Na kama nilivyokuambia, unaweza kuuliza swali lako kupitia namba 0674555523 na ukatuandikia swali lako lolote lile linalohusiana na nchi kinachozungumzwa hapa studio. Na visa au mifano mbalimbali ipo mingi ambayo bila shaka kwa wengine inaonesha kwamba kweli uchawi upo, lakini kwa sisi wengine kisa hiko inaonesha kwamba ni kama alivyosema Mwalimu Banga hapa kwamba hofu tu ya mtu au imani tu ya mtu ndiyo leo mfanya. Na msikilize Mzee Nambinyika. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia na kuniwezesha kufika katika studio hii ya Radio Ahmadiyya Mtwara raha leo. Na pia nimeshukuru sana kukuta mada hii hapa inayohusiana na mambo ya uchawi, ambapo mwalimu wetu Mbanga ametueleza vizuri sana. Wakati ananieleza kwa kweli alikuwa ananikuna sehemu nyingi sana. Yaani karibu niruke na mimi nisaidie kuongea. Lakini niliona hapana, ngoja nisubiri kwanza na mimi nitapata wasaa wa kuweza kuelezea mawili matatu kuhusu imani hiyo kwa vitendo hasa. Mimi naitwa Muhammad Nambinyika, ni mzaliwa wa Chingungwe huko Tandahimba. Na mimi kwa muda mrefu nilikuwa imani hii ya uchawi ilikuwa siamini vizuri, lakini baada ya kujiunga na Ahmadiyya kwa kweli nikapata imani hii kwamba ndio imefika mahali pa. Huko kwetu Chingungwe, safari moja tulianzisha mpango wa kuanzisha chama cha msingi cha kuuzia mazao, yani AMCOS. Lakini watu ikawa wanakwama kwa ajili ya kuogopa watu fulani kwamba wana nguvu ya namna hiyo, kama alivyoeleza hapa Mwalimu Mbanga kwamba yani nguvu fulani ambayo inaweza ikatawala. Kwa hiyo pale kwetu Chingungwe nguvu hiyo ipo, tena ni kubwa sana. Sasa ikawa unashindwa ni namna gani waanzishi. Mimi nikamwambia sasa, jamani, hebu tuanzishe. Kinachotakiwa hapa kwanza mjiorodheshe watu. Shajiorodhesha, musaini, kisha tufuatilie kule wilayani na Tandahimba. Tutapata. Kwa hiyo fanyeni hivyo. Mimi niwapa ushauri tu. Kumbe wale watu katika kuandika majina kule na mimi jina langu wakaliandika. Mimi sina habari. Baadaye nikamwambia bwana, wewe tumekuandika jina na pia utakuwa ndio mfuatiliaji wa habari hizi. Ikajua kwamba hao wanaogopa kile kitu. Kama basi mimi nitafuatilia. Kweli
Nikaondoka moja kwa moja mpaka wilayani Tandahimba, nikaongea na afisa ushirika. Afisa ushirika akakubali, akaniambia lakini kupata chama moja kwa moja sasa hivi haitawezekana, bali nenda chama cha Mkupete ambacho kinaitwa Mkusata Mkuti, ukachukue branch mlilete hapo kweli. Mimi nikarudi nikawaambia wenzangu wakasema sawa tukubali. Lakini sasa je, tutapata wapi gulio la kuweza kukusanyia mazao? Nikamwambia kwa muda tutafanyia hapa nyumbani kwangu. Tukakubaliana. Kweli baadaye yakatimia yale mambo. Tukaletewa mzani, tukachagua uongozi pale, tukaanza. Watu walipokuja kuangalia, umefanya namna yao? Ndio. Nani? Walipotazama kuona na Mbinyika yumo katika kikundi hiki, wenyewe walinyosha mikono kwamba hapa tumekwama. Lakini wakasema hakuna, tujitahidi tu kwamba yeye hawezi kutushinda sisi. Tujitahidi na yeye mpaka tumshinde. Basi wale watu wakaniambia bwana, sasa wewe uwe mwangalizi wa branch lile wakati wa kuuza mazao. Nikamwambia mimi sio mjumbe. Akasema wewe utakaa tu pale, utakuwa unaangalia. Na kweli mimi kao ndo niko pale sasa. Karani yuko hapa na mimi niko pale. Wakija wale watu wakinikuta mimi basi wanapita, hawasemi kitu. Lakini wakienda mbele huko wanaongea. Siku moja kuna mwenzangu mmoja ambaye yeye alikuwa anaongea sana zamani kabla ya tukio hili. Alikuwa mhamasishaji mzuri sana wa hii kupatikana kwa hii branch. Basi siku moja tumelala, tena mimi siku nyingine nilichelewa kulala, nililapo mkatangu. Basi alfajiri imefika, mimi nimeamka nimesali pale nyumbani kwangu, sababu mlango nilifungua mlango wa nyuma, sikufungua mbele. Basi nikaona kwamba kwa kuwa sina kwa kwenda, nikalala tena. Mara nasikia sauti inaitwa, "Au Mbinyika." Nikafungua, nikiangalia na kutaa kumbe huyu ni mwenzangu ambaye jina lake maarufu anaitwa Mjinga. Mimi niliposhika mlango kitasa kwanza kufungua, akaniambia fungua taratibu kwanza. Nikashtuka. Kuna nini? Kafungua mlango. Nilipofungua mlango nikiangalia, kumbe ndio nakuta unga umemwagwa pale kukingika mlango. Unga mwekundu umechanganya na uosi kidogo hivi. Akaniuliza, "Je, hiki kitu gani?" Nikamwambia bwana sijui ni kitu gani. "Au umemwaga mwenyewe?" Nikamwambia sijamwaga mwenyewe. Ama watoto wanasema si watoto. Kwa sababu jana nimelala saa 5 na nilikula chakula hapa, nikafagia. Maji tulikula ubwabwa, kwa hiyo chenga zile nilifagia nje hapo, kwa hapa palikuwa safi, hamna kitu chochote. Sasa unasemaje? Nikamwambia ngoja kwanza nikachukua ufagio. Fagio za kienyeji za kutengeneza kwa miai. Nikaanza kufagia. Akaniambia usifagie. Vipi? Akaniambia subiri kwanza. Nikamwambia hapana, huu ni uchafu. Ngoja kwanza nifagie. Mimi nikafagia pale, nikafagia ile vumbi lote nikalitoa. Akaniambia mimi nimekuja kukuita twende ukaone kwangu mimi. Kuna nini huku tena huyu bwana? Tukaondoka pale moja kwa moja. Nikifika kwake ndio nakuta imepigwa mstari kama ule ambao uliopigwa kwangu mimi. Mwingine umepigwa nyuma ya nyumba. Mstari mwingine umekwenda kupiga njia ya kwenda chooni. Kamuuliza bwana vipi? Akaniambia bwana, yani hapa mimi nimefungua mlango wa mbele, nipo na hii hali nikarudi. Nikaona ngoja nipite nyuma. Nikifungua mlango wa nyuma nikakuta nao umepigwa na mkojo umenibana. Nikaamua kupita kwa pembeni nisikatishe kwenye mstari huu wa unga. Anaenda chooni anakuta umepigwa mstari mwingine nje ya chooni. Mwenzangu yule hakwenda choo ile, akaenda choo nyingine ya jirani. Akaenda kujisaidia na ndio alipoondoka moja kwa moja mpaka kwangu. Nikamwambia hebu nipe fagio nianze kufagia hapa. Akaniambia hapana, huwezi kufagia. Nikamwambia hapana, hebu tufagia. Sema hapana, uacha, huyu mtu amekusudia. Nikamwambia bwana hakuna cha kukusudia bwana. Hapana. Tukamojikana. Kumbe mwenzangu ndio alienda kwa wataalamu hao wenye kuogopesha. Amekwenda kueleza, amekuja mtaalamu akaja kuangalia pale hali, akamwambia hii ni hatari kubwa, kwa hiyo usiguse. Akasema msiagusa bwana. Akasema sawa.
Msikie usiku nimeenda pale ili nikamsalimie. Nikifika ndo nakuta kuna shughuli inafanyika pale. Kaangalia nikaona kwamba kuna shughuli inafanyika pale. Kwa hiyo nikarudi kujitambulisha. Lakini pamoja na kufanyika hiyo shughuli, kwa kweli yule mwenzangu aliumwa. Miguu ikaanza kuuma miguu sasa. Bwana yeye nisema miguu inauma hata mwili usina nguvu. Vipi? Anasema bwana kile kitu alichokuja kumwagia kile, yani kile kitu ni hatari. Nikamwambia lakini mbona mimi wamemwagia na akijanizuru? Kama bwana wewe mwenzangu ulikotembea huko inawezekana wewe umejikomada sana, kwa hiyo mimi naona tayari nimeshazurika hapa. Nikajaribu kumsihi ndugu yangu, bwana tafadhali, hakuna kitu, mimi sina chochote wala sina lolote, sijafanya kitu chochote hapa, sina hili sina nini. Na bila shaka unasikia siku zote mimi natamka kwamba kama kuna mtu ambaye ana dawa anaitwa mchawi, ana uwezo wa kufungua nyumba ninamolala mimi ambamo nimejifungia nikaweka kila zangu na kitasa, basi naomba aingie